103 ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, miaka 103 ya kuzaliwa kwa hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambao umefanyika hapa katika ukumbi wa Jakaya Kikwete, makao makuu ya nchi na serikali. Na hapa niko na viongozi ambao wao ni miongoni mwa watu ambao wamedhamini tukio hili kubwa la kihistoria siku ya leo. Na kubwa nataka nizungumze naye. Kwanza anaizungumziaje siku ya leo, lakini pia namzungumziaje baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Karibu sana mama, na uweze kujitambulisha, lakini utuambie ni miaka 103 ya aina gani tukiwa tuna kumbukizi ya kuzaliwa kwa baba wa taifa. Asante sana ndugu mtangazaji. Mimi kwa jina naitwa Kamishna Msaidizi Mwandamizi wa Jeshi la Uhifadhi Dr. Noelia Mionga. Kwa sasa hivi ni mkuu wa ofisi ya kiunganishi ya TANAPA Dodoma. Tuko pale jengo la Kambarage ghorofa ya 6. Lakini niseme tu kwa kifupi kwamba tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutupa fursa na kibali cha kushiriki tukio kubwa kama hili ambalo limefanyikia hapa ukumbi wa Jakaya Kikwete hapa Dodoma, kuhusiana na kumbukizi ya miaka 103 ya kuzaliwa Mwalimu Nyerere. Sisi katika tasnia ya uhifadhi na utalii tumejisikia vizuri sana kushiriki kwa kikamilifu, kwa maana ya nafasi mbili. Kwanza kama mdhamini, lakini pia kushiriki kwa ujumla kwenye shughuli zote za siku ya leo. Kwanza sisi kama hifadhi ya taifa Tanzania tuna enzi sana mchango wa hayati baba wa taifa Mwalimu Nyerere kwenye masuala ya uhifadhi, kwa sababu yeye ni mwanzilishi na alitoa msukumo mkubwa kwenye tamko lake la Arusha, tunaita Arusha Manifesto, ambayo alizungumzia na alisisitiza sana kwamba tuimarishe uhifadhi kwa ajili ya faida ya kiuchumi, lakini kijamii, lakini na watu kufurahia maliasili ambazo Mwenyezi Mungu alitupatia. Kupitia hivyo na kuyaenzi hayo, tumeweza kuhifadhi hifadhi ya taifa Tanzania, lakini tumeona pia utalii ukiwa unakuwa kadri miaka inavyokwenda. Nafurahi sana kuona yale maagizo yake tunaendelea kuyafanyia kazi, kwa maana ya kuhakikisha vivutio hivi vinatunzwa kwa ajili ya kuendelea kuvutia watalii. Labda niseme tu kwa kifupi, hifadhi za taifa Tanzania kwa miaka 6 mfululizo tumetoa Serengeti na Kilimanjaro kama vivutio ambavyo vilishinda tuzo kwa miaka hiyo mfululizo. Lakini kwa kipindi hiki tumefurahi sana kuona tumeongezea tena hifadhi nyingine 8, na hivyo zinakuwa jumla 10 ambazo pia zimechaguliwa kushindanishwa kwenye vivutio ambavyo vinatangazwa kwa hivi sasa hivi. Kwa hiyo tuko hapa kuomba sana wananchi wote waendelee kuwa wazalendo, waweze kupigia kura kwa kuingia kwenye website ambayo ni www.worldtravelawards.com. Kiingia mle kuna maelekezo ambayo ni rahisi kabisa kuyafuata. Unapigia kura, ujitahidi kupigia kura kabla ya tarehe 4 mwezi wa 5, kwa sababu itakuwa ndio hitimisho ya siku ya kupiga kura. Lakini sambamba na hilo, mimi niseme wazi kwamba yale maelekezo labda na ushauri, maandiko yake yamekuwa yakifuatiliwa na watu mbalimbali kwa ngazi mbalimbali, lakini sisi tunapenda sana kufurahi na kusema kwamba Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan ameweza kutuongoza njia ya yale ya kuyaenzi kuhusiana na masuala ya uhifadhi na utalii, kwa maana ya yeye mwenyewe kunyanyuka na kufanya filamu maarufu inayoitwa The Tanzania Royal Tour, na hivi juzi The Amazing Tanzania, ambazo zimeendelea kuhamasisha watu mbalimbali wa ndani na nje ya nchi kuja kutembelea nchi yetu, kwa maana kuona vivutio, ambayo hiyo jitihada pia imeendelea kuonekana kupitia takwimu za utalii ambazo tunatamani kabisa ziendelee kukua kupitia haya matangazo tunayofanya, lakini kupitia awards mbalimbali ambazo tunashinda, maana zinakuwa zinatutangaza pia. Kwa hiyo niko hapa kuwasihi kabisa tuendelee kushikamana kupitia kumbukizi ya Mwalimu Nyerere, ambao ndio leo, ambao pia na nyeta tutangaza. Kama mlivyoona limekuwa tukio kubwa, viongozi wa kimataifa wako hapa, lakini na sisi wenyewe tumekumbuka alivyotuambia, lakini ikiwemo masuala ya utalii na uhifadhi. Kwa hiyo tumefurahi na Mungu awabariki, kwa sababu mmesikia, msipopiga kura basi kesho msijilaumu kwamba hamkutenda haki yenu ya msingi
ya kupigia kura vivutio vyenu. Asanteni sana. Sawa. Tumeona idadi ya watalii kutoka nje inaongezeka, lakini Watanzania bado hawajawa na ule uzalendo wa kutembelea mbuga na vivutio mbalimbali ambavyo tumebarikiwa na Mwenyezi Mungu katika nchi yetu ya Tanzania. Wewe kama mpiga chapuo, una wito gani kwa Watanzania? Ni kweli kabisa, sisi wenyewe tunaumia, na ndio maana tuko hapa, tuko mlango kwa mlango, kijiji kwa kijiji, kata mpaka taifani, kuhamasisha utalii wa ndani, kwa sababu tunatambua kabisa kwamba utamaduni wetu, yani tukisema sisi wa Tanzania na wengine wa Afrika wengine, utamaduni wa kutalii bado haujawa ile asilimia ambayo tunatamani ifikie. Kwa sababu kwa walio wengi kwenda kutalii wanaona kama ni swala la anasa, lakini la hasha, mimi nakataa kwamba kwenda kutalii sio swala la anasa, hapana. Kwanza nimekuwa na muda mrefu, ndugu mwandishi, mimi ningesema nikupitisha kwanza kuanzia kwenye Biblia. Kazi ya kwanza iliyotangazwa ni ya uhifadhi. Tuhifadhi, na pale watu walivyosema amewapa wanyama tuwasimamie, na maana ndio uhifadhi. Lakini tuwafurahie ndio utalii. Ni kazi ya kwanza kwenye Biblia, milango ya kwanza kabisa pale. Sasa watu hawajatekeleza. Ndio sisi tunaenda mguu kwa mguu, mlango kwa mlango kwenda kuhamasisha watalii. Lakini ile kacha itabadilika tukionyesha kwa mifano kwamba watu wadundulize kama wanavyodunduliza kwa ajili ya malengo mengine. Wadundulize fedha kidogo kidogo. Mwisho wa siku waweze kumudu kwenda kutalii, lakini kwa kuanzia labda na makundi gharama zile zinapungua. Wakifanya hivyo, wakijenga kacha utamaduni wa kudunduliza, wanakuwa na mudu kwenda kutalii, na wengine wakisikia wengine walikwenda, basi idadi ile ya watalii ambao ni wa Tanzania itaongezeka. Kwa sisi tuko tayari kuwahamasisha, na nitumie nafasi hii kusema wananchi wa Dodoma mwaka huu kipindi hiki kura imeangukia kwenda Mkungunero. Kwa hiyo watu wanajiandikisha tarehe 27 kuna kwenda kutalii Mkungunero. Kwa hiyo karibuni muendelee kujiandikisha, tuendelee kupanda mbegu kwa rika zote kwamba kutalii ni muhimu na ni maagizo ya Mwenyezi Mungu kuanzia hata kwenye Biblia. Nafikiri kwenye Qur'ani itakuwepo mahali. Kwa hiyo tufanye hivyo kwa sababu ni maagizo ya Mungu, lakini na serikali yetu inatuagiza kwamba tufanye mikakati mbalimbali tuende kutalii. Asanteni sana. Tukushukuru sana kiongozi. Asante sana.